Nguvu za mwanadamu zina kikomo, lakini ufalme chini ya jua una mwisho wake. Wahenga walisema kuwa wakati ni ukuta, ukipigana nao utavunjika goti. Lakini katikati ya methali hizi za asili kuna mtu mmoja aliyekataa kuinamisha kichwa chake. Jina lake ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mtu ambaye amezigeuza nyasi za viwanja vya soka kuwa madhabahu ya miujiza yake. Wakati ulimwengu ukipiga hesabu za umri wake na kuamini kuwa hadithi yake imefika ukingoni, jana huyo wa Madeira amepasua vitabu vyote vya sheria za kibiolojia. Katika kombe la dunia la mwaka huu 2026, kuja kama kivuli cha zamani kinacholilia sifa za kale. Amekuja kama dhoruba inayofuta kila takwimu iliyowahi kuandikwa na binadamu. Japo wengi walimzomea baada ya mechi yake ya kwanza msimu huu kwenye kombe la dunia dhidi ya DRC Congo baada ya kutopata matokeo chanya, lakini maajabu yake, Ronaldo ameweka muhuri wa dhahabu ambao hakuna mwanadamu mwingine aliyewahi kuugusa. Amekuwa mchezaji wa kwanza na wa pekee katika historia ya soka kufunga mabao katika matoleo 6 tofauti ya kombe la dunia, kuanzia kishindo cha Ujerumani 2006 hadi mapambano ya sasa ya mwaka 2026. Hii sio tu takwimu ya michezo, huu ni ushahidi wa miaka 20 ya nidhamu, juhudi na moyo uliokataa neno haiwezekani. Hapa ndipo ubishi unapoishiwa nguvu. Hata Lionel Messi la Pulga, hasimu wake wa upinzani aliyeshiriki pia kombe la dunia mara 6, hajawahi kuwa na uwezo wa kuandika jina lake kwenye kila wavu katika matoleo yote 6. Ronaldo amesimama peke yake juu ya kilele cha mlima ambapo hakuna mwingine anayeweza kuupanda. Na ukitaka kujua nguvu na ukubwa wa himaya mfalme huyu, basi thubutu kumzungumzia vibaya. Hili lilimtokea Joao Neves baada ya mahojiano yake yaliyotafsiriwa kama jaribio la kumdogosha Ronaldo. Jeshi la mashabiki wa CR7 lilivamia na kumshambulia kwa maneno makali, huku kiungo huyo akipoteza maelfu ya wafuasi wake kwenye mtandao wa Instagram ndani ya masaa 24 tu. Ni uthibitisho kwamba ufalme wa Ronaldo haulindwi tu na miguu yake uwanjani, bali mamilioni ya mioyo iliyo nyuma yake pia. Rekodi hii, Ronaldo hashindani tu na jina la Messi, bali anafikisha jumla ya mabao 10 ya kombe la dunia. Hatua hii inamfanya anyanyuke na kukaa kiti kimoja na nguli wa zamani wa Ureno Eusebio kama wafungaji bora wa muda wote wa taifa hilo. Hatuangalii tu mchezaji anayekimbiza mpira, tunaangalia nembo ya ustahimilivu wa kibinadamu, mtu aliyeshinda vita dhidi ya sekunde zinazosonga. Hakika kizazi chetu kimebarikiwa kushuhudia utawala na maisha ya mfalme huyu asiyeshindwa na muda, Cristiano Ronaldo. Mimi ni Ino TZA.